Kinshasa. Habari ya Kinshasa iko hivi. Kwa sasa Kinshasa, serikali ya Kinshasa, maautorite Kinshasa wamechukua hatua kwa viongozi wote wako katika uwanja wa vita ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa wanaanza kuwanyang'anya matelefone ili waende kwenye uwanja mapigano bila silaha, bila telefone, kwa sababu wakiwa na telefone watakuwa distrait. Wakiwa kwenye uwanja mapambano watakuwa distrait, watakuwa kwenye WhatsApp. Ni vipi utapigana na adui huko kwenye WhatsApp? Tayari serikali inaanza kujua kwa sababu wanaendelea kupartager vita masimu, wanapartaje mavideo mahali popote. Na serikali kwa sababu walifanya hivi ni kwa sababu ya kuficha wanajeshi wa serikali wakikimbia wasioneshe kama wamekimbia. Unaelewa vizuri hili wapeleke. Kwa sababu gani serikali imewanyang'anya matelefoni? Hili mjue, kwa sababu serikali iliona ikaangalia sasa kama FARDC wako na tabia ya kukuwa naenda wakikimbia, wanaonesha kila mahali, na wahasi wanajua tayari wamekimbilia eneo fulani na washambulia mara moja, na waoneshe defo yao mara moja. FARDC gouvernement ilichukua hatua moja kwa moja. Kwa sasa viongozi wa mapambano wanajeshi wao wanaanza kuwanyang'anya matelefone katika seta lenye vita. Kwa sasa haka huko na telefone. Kuna wengine wanajeshi wengine tunaona kwenye kambi, wakiwa kwenye kambi wanajikamata, wako kwenye TikTok live. Yani wako kwenye porini kwenye vita, anaingia anaweka telefone yake pale mbele, anaanza kuonesha watu ya beaucoup de population ife watu wa comprendre. Wewe ni mwanajeshi kwenye uwanja lenye mapigano, au pachi kuonyesha watu ama uingie kwenye telefone. Kumbuka mambo ya telefone, mambo ya TikTok ama Facebook eneo zingine zinatuma mtu nao pigana naye ajue eneo unajificha tayari, kwa sababu kumbuka kuna siku hizi watu wanaangalia wakiangalia location kwenye iko ama ufungue tu internet yako mara moja, anatumia mbingu ya kukupata mahali upo. Kwa sababu gani? Aisha kujua network yako iko katika sehemu fulani, kwa sababu kuna kitu inaitwa program ya Google. Kuna program ya Google ukisha kuifungua mara moja inaonesha mara moja, kwa sababu unatumia ili uingie kwenye internet tayari utafungua, utakuwa unatumia. Karibu tena ndani ya Media Goma TV kwa muda wetu habari huyu asubuhi mapema, muda wa saa 1 kamili kwa pasha habari zetu ndani ya studio, ndani ya media. Kwa sasa kwa majina ni reporter Nelson katika muda wa habari. Tayari mnajua nikiwa nawaletea habari hapa, ni sehemu ya kutangaza habari zenye zinaopitikana katika ndani ya uwanja wenye mapigano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kama ni mara ya kwanza kuwa pamoja na sisi, tunaukaribisha tena mara mengine kuwa pamoja na mimi kila mara unanisikiliza moja kwa moja. Na kwa sasa kabla nianze kutaja habari zetu ama tuanze kusoma kurasa zetu za habari, hacha kwanza tusalimie mashabiki wanaotokea upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wengine kutokea upande wa nchini Ulayani na uko East Africa Community na Afrika nzima. Mashabiki zetu tunawakaribisha tena ndani ya Media Goma TV kwa muda wetu huyu wa asubuhi ya leo, na tunashukuru wale wameungana na sisi moja kwa moja na kuendelea kujiabone kila mara na kuendelea kutufuatilia kila mara, kwa sababu kupitia nyinyi ndio na sababu tunapata nguvu ya kuwapasha habari na kuchambua habari zingine zinaendelea kupitikana katika kona ama katika pembe ya Kongo. Ama vipi? Kuna habari zenyewe wakongomani hamjui, kuna habari zenyewe zinafichwa, lakini kupitia Media Goma TV ni sisi tunachambua hizo habari, zinapelekwa mahali, tunazileta kwenye mstari na kuambia watu inabidi waelewe tayari mambo inaendelea hivi. Tayari ukiwa unanipata moja kwa moja, eka comment yako niambie tayari mashabiki wa Media Goma TV mko wangapi. Na kama tayari unakubali habari za Media Goma TV, tunakuomba endelea kupartager, endelea kusubscribe, endelea kujiabone, endelea kulike picha hii, endelea kulike na uendelee kuweka comment unieleze tayari tunakusikiliza kutokea eneo fulani. Itanipea nguvu zaidi, na hakuna mtangazaji bora bila sisi watu wa Media Goma TV, ama sio? Mashabiki zangu nawapenda sana, je t'aime tout le monde, na washukuru zaidi. Lakini katika habari tuko nayo leo, tuko na habari mingi zaidi. Habari tuko nayo ni habari lenye mchangazo, habari lenye moto. Jana tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 ilikuwa ni samedi. Jana eneo ya Kaseke, ndani ya eneo ya Kaseke kuelekea katika eneo inaitwa Ihula na kuelekea eneo inaitwa Katahandwa, kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wanajeshi wa M23 walipigana katika seta hili. Mapigano ya hapa Kasake ilikuwa mapigano tangu tarehe 9. Nisikiliza vizuri, tangu tarehe 10 kidogo, mnisamee kidogo, tangu tarehe 10 ndio mapigano yalikuwa katika eneo ya Kaseke mpaka ikakuja, kwa sababu niliwaambia mapigano ya Kaseke iliendelea kuwa moto zaidi, kwa sababu wazalendo kutoka eneo hili walisema hawataki kurudi. Lakini kwenye mashambulizi gisa aliendelea, mambo ilikuja kubadilika.
kwenye vita iliendelea katika eneo lilikuwa Kasake, mapigano ilisonga huko mpaka eneo inaitwa Ihula na kuelekea eneo inaitwa Katahandwa. Mashambulizi yakakuwa mengi kwa sababu ilini navuka miji kwa miji. Mara moja wahasi wa M23 kwa sasa walipigana na wazalendo. Wazalendo kwa kweli wamepigana, hata kama kwa sasa wahasi wa M23 wamedhibitisha vijiji hivi, lakini wanajeshi wazalendo wamepigana kabisa, kwa sababu siku 3 mfululizo sio mchezo kwenye uwanja mapambano. Kumbuka wanajeshi wa wazalendo wanapambana, lakini hawana sapoti kwenye uwanja mapigano, na walijipigana siku 3 lenye mfululizo bila sapoti yoyote wanapata kutokea eneo yoyote, kwa sababu kama walikuwa na mpango, walikuwa na vyombo, silaha zenyewe walikuwa nazo na masasi zilikuwa nazo, zikawaishia. Hatua zilimalizika mara moja, ramforo ya kukuja kupeana mabunduki ama kupeana marisasi ikakosekana. Wanajeshi hivyo ndio kwenye walirudi nyuma kwenye seta lao tena mara moja, wazalendo wakakimbia mara moja, wakarejea tena eneo sasa uko upande wa hapo Kasake. Lakini mashambulizi gisi alisonga mara moja, gisi wanajeshi wa M23 walifika eneo ya Katahandwa. Wanajeshi wazalendo wengine walikuwa katika eneo inaitwa Shake na kuelekea katika eneo inaitwa Rugenge, eneo ya Rugenge, eneo ya Rukenge. Maana kulikuwa wanajeshi wengine wa wazalendo katika vijiji hivyo viwili walikuwa katika seta hii. M23 mara moja waliona kama tayari wakiwa katika upande ya hapa Katahandwa watavamiwa na wanajeshi wa wazalendo kutokea katika sekta hapo ya Kashake. Mara moja walifanya nini? Wanajeshi M23 tena walibidi wa deborde ili wakuja kuvamia wanajeshi wa wazalendo walikuwa eneo ya Kashake na kuelekea eneo inaitwa Rukenge. Ndio mashambulizi yalikuwa hivyo jana. Mara moja M23 kwa sasa, hili kwenye habari zangu kwa sasa mapambano ilikuwa moto sana, lakini habari tuko nayo asubuhi tayari M23 tayari wamechukua tena vijiji hivi viwili. Kwa sasa M23 wamemiliki vijiji 5 katika ulayani ya Walikali kwa sasa. Habari mengine kwengine katika eneo ya Lubero, mashambulizi yameendelea kuwaka tena zaidi katika ndani ya kijiji cha Lubero. Wahasi wa M23 pamoja na jeshi la FARDC na wazalendo wamepigana mpaka kwa sasa. Wahasi hawajamiliki Lubero kwa sasa, wanajeshi wa M23 wamepambana, lakini wanajeshi wa zalendo wamekataa kabisa, kwa sababu akichukua Lubero tayari kipesi itakuwa kwenye mikono ya M23. Eneo ya Bukununu itakuwa kwenye mikono ya M23. Sasa FARDC kasema haiwezi kukubali tena eneo ya Lubero ikuwe kwenye mikono ya waasi, lakini waasi nao wanapambana ili warejeshe eneo ya Lubero. Hivyo ndio mapigano yanaendelea kuwa katika upande wa Nord Kivu. Habari sasa tunakuja kuchambua moja kwa moja, ili munielewe, munisikilize vizuri na munitege sikio. Eneo ya Fizi Fizi katika ulayani Mwenga, Itombwe na Minembwe. Mashambulizi haya, kumbuka mara moja, Minembwe iko kati ya vijiji Minembwe ni kama tuseme Fizi, eneo mlima kubwa ya Fizi ni Minembwe. Mlima kubwa ya Fizi ni Minembwe. Gisi navyo mnisikilize vizuri. Mara moja eneo ya Mwenga iko ndani ya Minembwe. Mwenga iko katikati ya Minembwe. Ndani ya Itombwe na Kipupu iko ndani ya Minembwe. Unaelewa vizuri hili, mtuelewe vizuri. Mara moja wahasi wa M23 walitumia strategy la vita ili mara moja kwanza warejeshe katika sehemu ama senti moja katika eneo mkubwa zaidi katika ulayani Minembwe lingine la pili. Mara moja kumbuka, Minembwe centre iko kwenye mikono ya wahasi wa M23. Na kwa sasa M23 walipanga mpango sasa ya kuchukua eneo ya Kipupu. Kama mnavyosikiliza, Kipupu iko kwenye mikono ya wahasi ya M23 na Twirwaneho, kwa sababu hii nayo ilikuwa ni sehemu kubwa M23 walikuwa kigonjwa ili wachukue tena seta ili katika pasenti kidogo. Kwa nini M23 ilinangana ili chukue eneo hizo? Ni kwa sababu hii ni sehemu FARDC na jeshi la Burundi na jeshi la wazalendo na jeshi la Ibu walikuwa katika kambi yao ilikuwa hapo kubwa zaidi ili uingie Itombwe, kwa sababu Itombwe ilikuwa na kambi kubwa zaidi kama eneo ya Bukununu, eneo ya Kipupu. Sasa Kipupu mara moja ndio ilikuwa na kambi ya wanajeshi wote walikuwa kipigana Kongo hapo Sud Kivu, wote walikuwa nakutania hapo Kipupu. Lakini kisi walitolewa Kipupu, walipigwa wanajeshi wakatoka mara moja wakarejea nyuma. Mara moja tuliona kama wanasema FARDC nasema tayari walikataa kuweka mapigano kwa sababu ya raia population wako Kipupu. Lakini kwenye vita
sisi hatuone hivyo kwenye vita. Tukubali wazalendo FARDC walikimbia, sio kusema walikataa. Kwa sababu gani? Kama sehemu zingine ya beaucoup de population là chaque jour ya la guerre jusqu'aujourd'hui là, kama tayari mumesema mumeondoka kwa sababu wa raia population, na hatu M23 wanasema mulitoroka mkakimbia na mkapigwa na mkatoka, lakini hili hatuweze kulaumu. Kwenye uwanja mapambano mambo inaendelea kunabadilika, kwa sababu kama FARDC iliondoka huko, dakika moja tunaweza ona wanarudi wanachukua tena eneo ya Kipupu, kwa sababu niliwaambia kwenye vita mambo inaendelea kunabadilika mara kwa mara, vita inaendelea kusonga. Lakini kwenye jambo lenyewe linaendelea kuonekana zaidi, wanajeshi wa M23 kwa sasa wametangaza vijiji wamesha kuchukua tangu walianza mashambulizi. FARDC ilianza kuwashambulia tangu tarehe 8 ya mwezi wa 6. Hivyo ndio wametangaza. Na FARDC walifaulu kuchukua vijiji vingi katika ulayani Fizi kuelekea Minembwe zaidi. Na wametangaza kusema kwa sasa wanajeshi wa Kongo ni woga, wametolewa kwenye vijiji vyote, wamerudi nyuma. Na katika eneo kubwa zaidi M23 walikuwa wanataka kumiliki, walimiliki Point Zero, wakamiliki Madegu, wakamiliki Kalingi, wakamiliki Kalonge. Unaelewa vizuri? Na wakamiliki tena wakamiliki Kipupu, wakamiliki Mikenge, wakamiliki Bilalo Mbili, wakamiliki Rugezi na wakamiliki Kaza eneo inaitwa Kaza Roho. Ni vijiji vingapi? Kijiji cha kwanza Kaza Roho, Rugezi kijiji cha pili, Bilalo Mbili vijiji 3, Mikenge vijiji 4, Kipupu vijiji 5, Kalonge vijiji 6, Kalingi vijiji 7, Madego vijiji 8, eneo inaitwa Point Zero vijiji inakuwa ngapi? Vijiji 10. Yani kwa hiyo tangu walianza vita tarehe ngapi? Tarehe 29 mwezi wa 6 wamesha kukomboa vijiji hivi vitisa, vijiji 10 kwa hizo mpaka leo hivi sasa. Na katika habari nyingine M23 sasa hatua wamefika katika ndani ama wamesha kudhibitisha vijiji hivyo. Kwa sasa wametangaza ama wameanza kuamua kusema nini? Wanataka kubadilisha eneo inaitwa Minembwe ibadilishwe iitwe jina lingine. Hili ni taarifa nawaletea. Mjue kama tayari sisi tunawaletea habari zenye zinaendelea kupitikana kwenye uwanja mapambano. Kwa sasa M23 inataka kutumia jina lingine kuitwa kwa Minembwe. Kumbuka Minembwe inazingitiwa na Fizi, Minembwe inazingitiwa na Uvira, Minembwe inazingitiwa mara moja na Mwenga. Tayari Minembwe kibadilisha jina mara moja, huku kwingine kutakuwa vipi? Hili ndio jambo lenye liko, kwa sababu kama tayari M23 walienda huko, viongozi wao walienda huko, kwa sababu kuna vitu wanaendelea kupanga ili wakuje kubadilisha, wabadilishe mipangilio yote na wabadilishe mikataba ya kikazi na gisi watila kuchukua wamiliki eneo zingine. Mara moja wakatangaza tena habari nyingine kusema vita lenye lilikuwa Minembwe limemalizika. Mpaka kwa sasa hatujajua ni kwa samani gani kwa M23 na Twirwaneho wametangaza kusema vita ya Minembwe imefika mwisho. Hatujajua wanaendelea vita ama hatujajua lengo yao ilikuwa ni kuchukua Minembwe kama gisi ama viongozi wa M23 waingie katika headquarter ya Minembwe. Kwa sasa hili hatujajua habari kenye kinaendelea hapo. Lakini ukiwa unanisikiliza mara moja hapa ndani ya Media Goma TV utajua habari zenye ziko kwenye uwanja moja kwa moja. Kwa sababu mimi nisilale niko kwa sababu ya kuwatafutia habari yenye uhakika. Mara moja katika sehemu ingine mbaya zaidi, kumbuka katika ulayani Minembwe na Uvira na Fizi na Baraka, kabila wanaoishi katika miji katika eneo hizi, tuachi watu wengine, tuseme wale wanaozaliwa katika eneo. Kumbuka kuna wale wanaozaliwa eneo na kuna wale wanakuja kufanya kibiashara, ni vitu tofauti. Kwa sasa kumbuka kuna kabila ya Wabembe, kabila wa Fulero, kabila ya Wavira na kabila wa Nyamlenge. Hao ndio wanamiliki katika sidi upande wa Uvira yote mzima mpaka Minembwe. Mpaka katika milima yote inayozingatiwa mara moja na M23 gisi wanavyotangaza, wakaambia raia population kwa sasa ili ni hatua walale usalama na kwa kweli wasiwe na hofu kila yote wanaendelea kudhibitisha. Na wakasema sasa mambo ya vita imeisha. Mpaka watu wengi wanajiuliza maswali, na kwenye sisi kama watu wa media tunajiuliza kama M23 kwa sasa wanasema tayari Uvira upande wa Minembwe vita imeisha. Sasa wanapanga nini sasa? Wanataka kwenda kuchukua upande gani? Hii ndio maswali watu wanajiuliza kwa sasa. Wanataka kwenda kushambulia katika eneo gani? Kwa sababu eneo ya Baraka iko kwenye mapu ya M23. Eneo ya Fizi iko kwenye mapu ya M23. Ndani ya Mwenga iko kwenye mapu ya program ya M23. Eneo ya Kalemi iko kwenye
program ya M23. Eneo ya Centreville ya Uvira iko ndani ya mikono ya M23. Kwa saizi tunavyozungumza, maramforo ya wanajeshi wanaoikaa kwa sasa Kamanyola wameingia kwa wingi zaidi. Kamanyola, Bungoma, wote wako katika ndani ya Nyantende, wamejaa kwa wingi zaidi. Hatua miezi kadhaa walikuwa wamesha kuondoka katika sekta. Ikumbuka wa M23 kama wanataka kushambulia Uvira, mnakumbuka tena mwaka 2025 hatua walienda huko, walijaza wingi zaidi katika kona Plaine de Ruzizi, ikakuwa imejaa kabisa. Na kwa sasa wanajeshi wameendelea kuongezeka katika eneo hili. Kama unavyonisikiliza, hebu ili niwatangijie moja kwa moja katika habari tendelea kuwaletea moja kwa moja, na wapeleka Beni sasa. Beni kuna wanajeshi 5 wa FARDC walitaka kujiteula, kujiondoa kwenye chama cha serikali kwa sababu walikuwa wamewachia position, wakatoka kwenye maposition zao mara moja, wakajitenga na serikali kama warudi kwa raia population, kwa sababu waliona tayari katika serikali kuna mambo mengi yenye mchanganyo. Mara moja hao walishikwa, mara moja wakachukuliwa hatua, mara moja wamepelekwa kwenye mahakamani. Kwa sasa wamepelekwa ili ndani ya kotini ili iendelee kuwafuatilia. Na kuna wanajeshi wengine wawili Beni, tarehe ngapi? Tarehe 10 na tarehe 10 hatua walichukuliwa, walikatiwa, walipelekwa jela kwa sababu ya ubakaji. Wanajeshi wawili wa FARDC walifanya ubakaji ya mama mmoja katika mji wa Beni. Mara moja waliwashika na viongozi kwa kweli wamefanya kazi ya muhimu zaidi, kwa sababu serikali FARDC wanatesa raia population, kwa sababu jina kwa serikali mara moja wakifikia raia population mara moja. Kumbuka wananchi wa Kongo tunaoga sana kuona tayari huyu ni mwanajeshi, chochote anaweza kutaka unampatia, kwa sababu unajua huyu ukishindwa kumpea anakumaliza. Lakini huyo mama juu wa mubake kwa sababu alihofia maisha yake kuuawa, lakini baadaye kwa kubaka kwake pia ilimletea adhari mbaya zaidi katika maisha ya kiafya. Unaelewa vizuri, kwa sababu wanaume wawili kwa mwanamke mmoja anaokuwa na tatizo zingine zinaomlemea tayari ukutana watu wale kwa kulazimisha, kuna vitu vingine vitakuja kutokea katika maisha yake iwe mbaya zaidi. Na kwa sasa serikali ilifanya kabisa kama vizuri ikawachukulia hatua. Kwa sasa au wanajeshi wawili wamepeleka mahakamani, wamefungiwa miaka 20. Hili ni hatua nzuri kwa serikali na kuonesha tayari wanajeshi wengine wanaviole haki ya population, wanaviole droit de l'homme, wanaviole haki ya mwananchi, wanaviole wanawake sana kisi wanavyotaka. Wale nao wanaona sasa tayari na yeye akifanya hivyo atachukuliwa hatua. Kinshasa, habari ya Kinshasa iko hivi. Kwa sasa Kinshasa, serikali ya Kinshasa, autorite Kinshasa wamechukua hatua kwa viongozi wote wako katika uwanja wa vita ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa wanaanza kuwanyang'anya matelefone ili waende kwenye uwanja mapigano bila silaha, bila telefone, kwa sababu wakiwa na telefone watakuwa distrait. Wakiwa kwenye uwanja mapambano watakuwa distrait, watakuwa kwenye WhatsApp. Ni vipi utapigana na adui huko kwenye WhatsApp? Tayari serikali inaanza kujua kwa sababu wanaendelea kupartager vita masimu, wanapartaje video mahali popote. Na serikali kwa sababu walifanya hivi ni kwa sababu ya kuficha wanajeshi wa serikali wakikimbia wasioneshe kama wamekimbia. Unaelewa vizuri hili wapeleke. Kwa sababu gani serikali imewanyang'anya matelefoni? Hili mjue kwa sasa Media Goma TV iko kwa sababu ioneshe ukweli iko wapi. Serikali iliona ikaangalia sasa kama FARDC wako na tabia ya kukuwa naenda wakikimbia, wanaonesha kila mahali, na waasi wanajua tayari wamekimbilia eneo fulani na washambulia mara moja, na waoneshe defo yao mara moja. FARDC gouvernement ilichukua hatua moja kwa moja. Kwa sasa viongozi wa mapambano una wanajeshi wao wanaanza kuwanyang'anya matelefone katika sekta lenye vita kwa sasa. Hili ni habari na kuletea moja kwa moja, na kama unaponisikiliza mara moja kupitia Media Goma TV, subscribe, like, comment, hili kwa sasa uko unajua habari zangu moja kwa moja, ujua habari za Media Goma TV kila mara. Kwa sababu gani? Hili kitu naenda kuwatangazia kila mara ukiwa katika uwanja wenye mapigano, wewe uko na shaka, uko na telefoni. Kuna wengine wanajeshi wengine tunaona kwenye kambi, wakiwa kwenye kambi wanajikamata, wako kwenye TikTok live, yani wako kwenye porini kwenye vita, anaweka telefoni yake pale mbele, anaanza kuonesha watu ya beaucoup de population ife watu wa comprendre. Wewe ni mwanajeshi kwenye uwanja lenye mapigano, au pachi kuonyesha watu ama uingie kwenye telefoni. Kumbuka mambo ya telefoni, mambo ya TikTok ama Facebook, eneo zingine zinatuma mtu nao pigana naye ajui eneo unajificha tayari. Kwa sababu kumbuka kuna siku hizi watu wanaangalia wakiangalia location kwenye iko ama
ufungue tu internet yako mara moja, anatumia mbingu ya kukupata mahali upo. Kwa sababu gani? Aisha kujua network yako iko katika sehemu fulani, kwa sababu kuna kitu inaitwa program ya Google. Kuna program ya Google. Google ukisha kuifungua mara moja, inaonesha mara moja, kwa sababu unatumia ili uingie kwenye internet, tayari utafungua, utakuwa unatumia nimero ya karte simu yako ya Safari, ya Telecom, ya Airtel ama ya Vodacom. Mara moja huyo mtu anayokutafuta atakuja, anaona, itapita na muonesha kwenye huko, na tayari ndio maana unajipata wanajeshi wa wazalendo, wanajeshi wa FARDC, wanajeshi yani wanapigwa kwenye uwanja bila kuelewa. Na hili ndio inabidi wajue, kwa sababu serikali ilikuja kukundua ni nini inasababisha tupige kwenye vita na ni nini inabidi tufanye sasa ili vita hili tusikuje kushindwa. Mara moja walitumia strategy ya kufanya nini? Ya kuondoa wanajeshi, kuwanyang'anya matelefoni. Lakini kuna wale vichwa ngumu wamekataa kupeana matelefoni. Kwanza wazalendo wakakataa kabisa, akasema hapa nani alinunulia telefoni? Sasa wengi wanajiteula, lakini nikwambie kwenye masharti, ukiwa mwanajeshi yote inabidi utii sheria yenye iko katika serikali. Yoyote anaokuongoza mtii, kwa sababu hauwezi kujiongoza ukiwa kwenye uwanja tayari. Na kama uko na viongozi inabidi umwatii. Lakini wanajeshi wa FARDC kwa nini au wanakimbia kwenye uwanja mapambano? Ndugu zangu, wanakimbia zaidi. Wanajeshi wa Nord Kivu wamepambana sana. Wanajeshi wa Nord Kivu wamepambana hata kama wamenyang'anywa vijiji, lakini wamekimbia. Lumbishi, mliona gisi Lumbishi mara moja iliingia kwenye mikono ya FARDC, ya wanajeshi wa wazalendo. Walirejesha Lumbishi jana tarehe 11. Na hili ni jambo kubwa zaidi. Lumbishi ilikuwa inazingatiwa mara kwa mingi sana na wanajeshi wa M23, lakini kwa sasa Lumbishi iko kwenye mikono la jeshi la wazalendo, na wanaenda kuavanse kila mara kwenye uwanja lenye mapigano. Na kama unavyonisikiliza kupitia Media Goma TV, Media Bukavu TV, nakukaribisha tena kuendelea kusubscribe, like, comment, tuje kupatana kwa habari zetu mengine baadaye. Na kutakia heri njema mashabiki zangu, na wapenda zaidi. Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi, tuje kupatana kwa habari zetu za mchana ndani ya Media Goma TV kila mara na ndani ya Media Bukavu TV. Ukiwa unanisikiliza mara moja utajua habari zenye uhakika na habari zenye muhimu. Hapa ndio utajua habari zenye uchambuzi. Kwa sasa hapa tunakuwa na sehemu ya uchambuzi. Thank you so much. I love you so much. Nawatakia heri njema. Bye bye.